Mke wa Said Fella bwana aliposti akasema kwamba analalamika kuna watu wengi ambao walishawahi kufanya kazi na mumewe alishawahi kuwasaidia, lakini wao sasa hivi hawataki kumsaidia mumewe katika kipindi hiki ambacho mumewe anaumwa. Bidada akalalamika sana mbalimbali, akasema kuna wengine wanaomsaidia kama Mbosso sio anamsaidia, sio nani anamsaidia, sio nani hivyo. Halafu akasema kuwa kuna wengine hawamsaidii kama Diamond mwaka jana alimsaidia, lakini mwaka huu Diamond huyu akipigwa simu aokoti, Diamond huyu akituma message ajibu, mkewe Said Fella naye akimtafuta pia apokei simu, Said Fella mwenyewe akimtafuta apokei simu. Sijui mnaelewa. Akalalamika kwamba watu wengine mume wangu aliwatendea wema, wao hawataki kulipa wema. Sasa basi, mimi uwaga sitetee ujinga, nasemaga mtu akiboronga na chiamba na akifanya vizuri na chiamba. Tunaanza kwenye wewe mke wa Said Fella. Kwanza unatakiwa ujue kitu kimoja. Kitu hiki ukikijua mtu yoyote katika maisha yako, basi hakiwezi kukupa shida wala kukuumiza kisaikolojia. Yaani hakiwezi kukupa shida wala kukuumiza kwa design yoyote, kwa sababu utajua maisha ndo yalivyo. Siku zote kwanza mtambue dunia iko fair. Ili mwingine afurahi ni lazima mwingine alie, ndio mwingine afurahi. Hilo la kwanza mnatakiwa mlizingatie. Kingine, kumsaidia mtu haimaanishi kwamba baadaye haja ya kulipe msaada. Kumsaidia mtu haimaanishi kwamba baadaye na wewe haja ya kusaidie. Unapotenda ihsani, mara nyingi watu wanasema tenda wema uende zako. Wahenga walikuwa na maana kubwa sana kipindi wananani hiyo misemo. Kwamba wewe mfanyie mtu wema alafu kisha muache. Kama hujalipwa hapa utalipwa kwa Mungu. Alafu kuna kalma. Kalma hiyo kuna kwa wengine inajirudia, lakini kuna wengine haijirudii. Kwa sababu watu wanasema kalma itakurudia. Niwaambie kitu, kuna watu walishawahi kufanyaga matukio makubwa na watu wakawaambia kalma itakurudia na haikuwarudia. Kwa hiyo sasa, hiyo kalma ambayo ulitegemea irudi kwako wewe usaidiwe kwa sababu ulishatendaga ihsani sijui vitu gani, maana kalma kuna ubaya utakaofanya na kuna wema. Inaweza isirudi kutokana ndo dunia sasa hivi ilivyo. Unapomsaidia mtu fanya kama hivi. Kama yani mfano unapomsomesha mwanao, unataka mwanao asome ili baadaye aje kukusaidia, au unamsomesha mwanao ili asome baadaye aje kuisaidia familia yake? Unamsomesha mwanao kwa malengo baadaye asije kupata shida, aje aisaidie familia yake vizuri. Haumsomeshi kwa matumaini ya kusema mimi namsomesha uje unisaidie. Hapana. Hiyo mnatakiwa mtoe. Hata wazazi wa namna hiyo ambao mpo sasa hivi mnawalaumu watoto wenu na kuwaambia kwamba nilikusomesha uje kunisaidia, hiyo toa. Yaani unamsomesha ili baadaye aishi na familia yake vizuri, aje aisaidie familia yake, asije kaishi kwa tabu, au in case asije akapitia labda maisha ambayo mama mtu aliyapitia au baba mtu. Kwa hiyo unapomsaidia mtu usitegemee kwamba ihsani au ule wema ukurudie. Kuna watu wengi wana tabia hiyo. Mtu ukimsaidia basi yule mtu hataki umwa kidole. Tayari fulani nilimsaidia hataki kunisaidia. Mtu yani hivyo. Wengine mpaka mnawatangaza watu bila mimi asingefika pale alipo. Bila mimi isingekuwa kule. Mwingine mimi ndo nimemsaidia mpaka kafikia pale. Mwingine mimi ndo nimemsaidia mpaka kapajua sehemu fulani. Mwingine mimi nimemsaidia mpaka sasa hivi maisha yake yako vile. Hiyo haitakiwi, na huo unakuwa sio msaada. Hata Mwenyezi Mungu hawezi kukulipa unachotegemea wewe kulipwa, kwa sababu unafanya kitu ikiwa ndani yake una kinyongo, ndani yake unategemea kwamba nakifanya nije nisaidiwe. Hapana, huo sio mchezo wa upatu kwamba nipe na mimi nije nikupe. Msaada sio kitu cha lazima. Msaada ni ihsani umeamua kuifanya. Yule ina depending mtu unamfanyia. Je, ana moyo wa kukulipa au hana? Kama hana moyo wa kukulipa basi achana naye, endelea na maisha yako.